Kwenye eneo la ubunifu, mimi nilikuwa bungeni kwa kuteuliwa na yeye, na ile jamhuri ya mitandaoni ikasema iliyoyasema, lakini nadhani sasa wameshika adabu, kwa sababu katufundisha namna ya kunyamaza na kutochokozeka. Kwa hiyo hapa na mimi nilikuwa nataka kukata kona, narudi kwenye mstari. Huyu ndiye kiongozi ambaye tulipokuwa bungeni alileta mpango wa serikali wa namna ya kutumia pesa za mkopo kwa ajili ya kukabiliana na madhara ya kiuchumi na kijamii yaliyotokana na ugonjwa wa corona. Ule mpango uliokuja bungeni sio tu ulikuwa ni wa maana, na waziri mkuu yuko hapa kwa sababu ndiye aliyekuwa anasimamia serikali ndani ya bunge. Hakuna mbunge ambaye hawezi kuthibitisha kwamba mpango ule na matumizi ya pesa ile ulitokana na ubunifu wake wa kiuongozi. Mataifa mengine yalipokea pesa hizo, wakanunua barakoa, wakanunua vitakasa mikono. Yeye akasema corona imesababisha madhara makubwa, na kupambana nayo lazima uende kwenye kiini cha tatizo. Kama huna maji safi na salama, huwezi ukapambana na corona. Akaelekeza pesa kwenye sekta hiyo, na pesa zile ndizo zilizobadilisha sekta ya maji kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika nchi yetu. Akasema lazima watu wapate nafasi. Kama tuna nafasi darasani, kwenye vyuo, lazima tupanue nafasi. Yakajengwa madarasa makubwa mengi nchi nzima, na sekta ya elimu ikaanza kuwa na msingi wa kubadilika kutokana na ubunifu huu. Pesa zikaelekezwa kwenye kufungua barabara, kwenye huduma ya afya, na matokeo yake nchi yetu, wale waliotupa hizo pesa kama mkopo, wametusifu kwa ubunifu huo. Na yeye alisimama kidete kwa kusema kama pesa hizo hazitatumika kwa namna ya kukidhi mahitaji yetu, hizo pesa sizipokee. Leo ametujengea heshima kwamba tunaweza kujitawala kwa kuweka vipaumbele vyetu. Hata kama tunakopa au tunasaidiwa, misaada hiyo ielekezwe katika mahitaji halisi ya nchi yetu. Sifa ya tatu ni mstahimilivu na mtulivu sana. Uchaguzi wa mwaka huu na kampeni zake chini ya uongozi wake ulikuwa ni uchaguzi kwenye kampeni kujadili masuala, sio watu. Hivi ni viwango vya aina yake katika historia ya uchaguzi wa nchi. Lakini hata pale ambapo alitukanwa yeye binafsi na familia yake na chama chake na serikali anayoiongoza, alisimama na kuwaasa na kuwasihi wa Tanzania ambao pengine walikerwa na propaganda na kampeni ya kuchafua heshima yake, heshima ya chama chake, heshima ya taifa lake, heshima ya familia yake. Akasema msichokozeke. Mgombea wetu Dr. Samia ni jasiri na kiongozi mwenye msimamo usioyumba, hasa katika masuala yanayohusu maslahi ya nchi na usalama wa nchi. Majaribio yalikuwepo tangu alipoingia ofisini, na mimi nimeshasema nimeyaona nikiwa ofisini, tukiwa wote, nikiwa bungeni alikonipeleka, lakini amesimama kidete kwa ujasiri kutetea muungano wetu, na leo muungano wetu ni imara zaidi kuliko siku za nyuma.
kusimamia amani, haki na hasa haki za watu ambao hawawezi kujitetea kutokana na hali zao. CCM hoye!